Mechi zinachezwa saa 5 asubuhi, jua kali sana. Saa 8 bwana. Saa 8? So saa 5? Mechi za kitoto hizi. Mechi za kitoto sana. Msanii wako yuko juu pale kileleni anatamba kweli kweli hivi sasa. Ukiona Simba yuko juu ya mti kawekwa huyo, ataondolewa muda wowote. Yeye Simba amezidi mechi, ndio maana unamwona anaongoza. Mimi niwaambia Simba ili aongoze ligi, achezeshwe mechi azidi. Ndio inakuwa kidogo raha na yeye anapata msimamo. Kama status. Maneno yamekuwa ni mengi kweli na matumaini makubwa kwa mashabiki wengi wa wekundu wa Msimbazi Simba. Wanasema safari hii mnyama Simba lazima aondoke na ubingwa. Mechi yao ilikuwa ngumu dhidi ya Mbeya na wamefanikiwa kuvuna alama 3. Elie Mpanzu Kibisawala. Unajua nikwambie kitu, mechi ngumu ya Simba sio hii tu. Mechi ya ngumu tukianzia Dodoma, tukija Pamba, tukija hii. Simba ameshakata upepo. Na Simba sasa hivi hawezi hata kwenda mbele. Unajua Simba sasa hivi hata Chama yule aliyopata mkataba sio Chama huyu. Chama akishapata mkataba tu hata uchezaji wake unaujua. Chama kacheza leo 8, mimi nikasema mtume Chama anamuua. Chama hajazoea kucheza jua kali. Chama hawezi kucheza jua kali. Leo umemwona Chama leo anataka kufa uwanjani. Ni kwa sababu Chama kashachukua usajili wake na Chama hawezi kucheza mchana jua kali. Leo angalia Simba ameshinda lakini furaha hakuna. Wameshinda, watoto wanakwenda kwenye goli, wanashinda kudumbukiza mpira wavuni. Ni hawataki tu wenyewe, lakini Mbeya City leo alikuwa anashinda hii mechi. Ni wenyewe tu hawataki. Nadhani Mbeya siku hii leo amekwama wapi mbele ya Simba? Ubora wa Simba ndio umewakosesha matokeo Mbeya. Tukiangalia Simba jinsi ilivyokuwa na ubora, kipindi kile wanaisifia. Na hii Simba hii ya leo iliyocheza na Mbeya City ni vitu viwili tofauti. Simba ameshuka kiwango. Yaani ukiangalia katika jicho la mpira, labda uangalie katika jicho la ushabiki, lakini katika jicho la mpira Simba ameshuka kiwango. Simba amedrop na hiyo mechi ya kesho kutwa hiyo anaenda kucheza huko kucheza huko Arusha na Coast, ndio mechi ambayo itatoa majibu kwamba Simba lazima apoteze huo mchezo. Yaani lazima. Kwa hii Simba inayoiona kila siku inapungua spidi, lazima Coast anaondoka na ubingwa. Lazima. Umeona Simba katika hatua ya finali. Ukimwona Simba katika hatua ya finali ujue ile Fali kafungiwa mwaka mzima. Ukimwona Simba hii amefika finali, matatizo yatakuwa kwenye refa. Hata leo goli la leo, si unaona papatu. Ndio maana nasema tulete hata TV ya nyumbani ikae iwe inarudia matukio. Iwe inarudia matukio. Ni goli la Elie Mpanzu Kibisawala. Ni goli baya kuwahi kutokea. Ni goli la kubebwa. Ni goli la kupewa. Funga goli watu wote wasifie na watu weke kwenye simu zao. Goli la leo huwezi hata kuweka kwenye simu ukajisifia. Mimi nilichomuona Mpanzu mpaka mwisho wa mchezo ni sarakasi tu. Anabinuka mikachu tu. Aende Zanzibar kabinuke mikachu pale. Ni hicho ndo tunachokiona kwa Mpanzu. Hicho tu ndo tunachokiona kwa Mpanzu, mikachu mingi. Lakini amesaidia timu yake kuondoka na alama 3 lakini. Sawa. Vile kwa katika mpira ule wa kucheza vile, lazima uisaidie timu yako kwa sababu kwamba wewe nenda tu mbele. Refa tuachie sisi, ndio wanavyoelekezwa sasa hivi. Wewe nenda tu, mambo ya refa tuachie sisi. Kwa maana gani? Sasa zile si offside zile. Hivyo ingekuwa refa jana alochezesha Ufaransa na Senegal, ile ingekuwa goli. Angeenda kusikiliza kule, majibu hayapati, angeenda kuangalia mwenyewe, angirudi hapa offside. Unajua unatakiwa ucheze mpira mzuri. Na ndio maana ukiangalia katika ligi yetu Simba tangu anze ligi msimu huu 25-26 hawajai kutoa mchezaji bora wa mwezi. Hiyo ndo namba. Luemba katika ligi yetu amezidiwa na Mwamnyeto goli. Luemba ana goli, Mwamnyeto ana goli 2. Hizo ndo namba. Hiyo ndo ukweli. Twende na ukweli, twende na namba. Sasa mchezaji kama Luemba anazidiwa na Mwamnyeto, tuangalie namba. Yaani ile Simba ungeita Mbeya City ungeita Simba. Leo Simba alikuwa anakula 4. Ni jina tu. Yaani Mbeya City badilisha ite Simba. Alafu Simba Mbeya City leo angekuwa anakula 4. Kwa maana uwezo wa Simba ni mdogo. Uwezo wa Simba umepungua sana. Na laiti kama ndio ngopo tujacheza naye mechi ya mwisho au mechi ya kesho kutwa tunacheza na sisi Yanga. Simba tungemfunga hata 9. Mama yangu mzazi. Kwa jinsi sasa hivi tulivyokuwa vizuri, tungemfunga hata goli 9. Yanga Africans ipo katika ubora wake. Sana. Yanga sasa hivi ni ya moto mno. Silva, na kesho mna mchezo na Fountain Gate. Yes. Watani zenu dua hivi sasa ni nyingi. Simba anapenda kumsumbua Mungu. Unajua Simba yeye anaomba ashinde, anaomba Yanga afungwe. Sisi kumsumbua Mungu hatutaki. Sisi tunachoomba tushinde tu basi. Simba kwa nini unamsumbua Mungu? Haya,
Haya, Mungu leo kapumzika, unamwamsha tena. Naomba kesho Yanga afungwe. Wewe umetaka ushinde, nimekupa umeshinda. Kila mtu ashinde mechi zake, tuonane mechi ya mwisho wa msimu. Nani bingwa? Lakini mambo ya kumsumbua Mungu sisi hatutaki. Unajua Yanga sisi, nakwambia kila siku, Yanga sisi ni kama muhindi katika betting. Wewe unaomba timu 10 ushinde, timu ya kwanza Mungu nisaidie nishinde. Mungu nisaidie nishinde mechi hii 10. Lakini muhindi anaomba timu moja tu, Mungu saidia yule katika mechi 10 apoteze moja. Mungu anamsikiliza yule muhindi. Mkeka umechanika. Ndio sisi Yanga. Hatumsumbui Mungu, sisi ni kama waindi kwenye beti. Mbio za ubingwa mpaka hivi sasa, namna ambavyo unavyomtazama kikosi cha mnyama, pressure imekuwa ni kubwa kwa bingwa mtetezi. Aisha bwana. Bingwa mtetezi anapitia katika pressure. Sisi hatupitii pressure yoyote. Mtani wako anaweka. Nikwambie kitu. Kesho tunavunja rekodi nyingine. Tunashinda goli hazijawahi kushinda katika ligi ya Tanzania. Nilivyoona mazoezi ya mwisho leo Yanga nimetumiwa clip. Zile mbinu. Kesho ndo tunashinda magoli mengi kuliko msimu wote ulioisha. Msimu yote unajua tangu uzaliwe. Kesho Fontaine anapasuka. Usimtume mtoto kama wewe ngoma imekushinda. Cheza wewe mwenyewe, umecheza wewe imekushinda. Unamtuma mtoto. Huwezi kusalanda. Lazima utasalenda. Huwezi kwenda mbele. Usimtume Fountain Gate wala usimtume timu yoyote. Kwani Fontaine katumwa? Katumwa bwana. Unajua Fontaine leo amelala wapi? Pale Arusha. Mimi sijui amelala wapi. Hoteli nyota 5, Fontaine hajawahi kulala hata siku moja, amelala leo. Lakini sisi yote haituzuru. Sisi kesho tunashinda. Inshallah. Young Africans kesho anashinda. Ushindi wa kishindo kesho. Na labda nikwambie Aisha Lukale. Ngoja nikwambie, mimi nikitoa suluhu kesho nakupa jogoo mkubwa. Jogoo mkubwa wa kilo zaidi ya 5. Kesho tukitoa suluhu Yanga. Young Africans. Labda nisikwambie suluhu. Tukishinda goli 2 kushuka chini nakupa jogoo. Young Africans akishinda goli 2 kushuka chini nakupa jogoo. Basi nijiandae kula mchuzi. Jogoo wa vai sikudanganyi, nakupa jogoo mbele ya kamera zako. Yanga kesho tunashinda goli kuanzia 3. Tukishinda 2 nidai jogoo. Nitakuja kumfuata. Njoo chukue hapa nyumbani. Magomeni sio mbali. Na wewe wifi yako unamjua, mpigie simu wifi yako akuletee kuku popote ulipo. Ndio. Nakwambia njoo chukue jogoo kesho. Mimi nitakuja, tusubirie dakika 90 zitakapoamua. Inshallah, tuseme inshallah. Tuseme inshallah. Yanga kesho zaidi ya 3 anashinda. Okay. Baadhi ya mashabiki wa Wekundu wa Msimbazi Simba wanaiona pengine Young Africans akaangusha alama kwa Azam FC ama kwa JKT Tanzania. Unajua Simba anacheza kama vile anaota. Unajua ndio maana nawaambiaga Simba kama anaota. Hiyo sasa ndio kumwombea Mungu, kumsumbua Mungu hiyo. Wewe unasemaje sasa tunapoteza? Mungu ana kazi. Yaani tena isikilize Simba tena iombe dua tutufungwe sisi. Mungu ana kazi. Sisi tunapoteza. Yeye na Singida. Sisi hatutaki kumsumbua Mungu. Mechi ya Simba na Singida sisi hatutaki kumsumbua Mungu, acha wacheze. Sisi tunacheza mechi zetu tunashinda. Naye ashinde mechi zake, si imeisha. Kwa nini tunataka tugombane? Mchezo wenu dhidi ya Azam FC mmeupeleka kule visiwani Zanzibar sasa? Yes, tumeupeleka kule. Si nyumbani kule Guantanamo. Zanzibar ni nyumbani, lazima tupeleke mechi yetu kule. Na kule sisi tunaenda kushinda. Ukimwona mtu anaenda Zanzibar ujue akirudi hapa chupu. Ushindi wewe kule. Ibenge iko vizuri. Ibenge iko vizuri, lakini sio kwa ligi yetu. Anataka kufuta uteja. Sio kwa ligi yetu. Anayejua Yanga ikoje. Kwa maana gani kama sio kwa ligi yetu? Sio kwa ligi yetu. Sio kwa Yanga Afrika. Ibenge namjua iko vizuri, lakini sio kwa Yanga Afrika. Kivipi yani? Si ligi ile tunaenda kucheza kule? CRDB siwezi kukutabiri chochote. CRDB siwezi kusema chochote, lakini kwamba kwa ligi kule sisi hatusuluhu wala hatufungi yule. Kwa ligi sawa, hata kwamba hii CRDB sawa. Hata tukienda Mwanza tukipoteza, mimi moyo wangu mweupe, moyo wangu hauna shida. Lakini kwenye ligi bavi nashinda. Nyama Simba anakutaka finali kule, usimkimbie. Lile kombe unajua sasa hivi inabidi tumpe Azam. Lile kombe la CRDB. Kama je lichukua Yanga, basi watu wa Yanga wote tutampa Azam lile kombe. Azam ataondoka na nini bwana? Ndio kombe lake hili. Shukrani sana Silva. Asante sana. Cha